ya jana usiku kulikuwa na mambo makubwa sana ya utovu wa usalama ambayo yaliletwa na serikali. Serikali ilinivamia pamoja na makenge mara 3 usiku. Mara ya kwanza Stanley Livondo aliingia katika hoteli ambayo inaitwa The Downhill Hotel, Downhill Springs Hotel, ambayo ilikuwa makao makuu ya kura zangu. Kwa hivyo tulikuwa tumeweka tallying center ya binafsi hapo, vile tulikuwa tumeshawishiwa na IBC. Wakaingia hapo mara ya kwanza. Stanley Livondo akajaribu kuni abduct, lakini ikaonekana kwamba tulikuwa wengi, tukashinda. Akaona kwamba hangeanza vita, aka retreat, akaondoka. Baadaye nikapewa taarifa ya intelligence kwamba nilikuwa natafutwa ili niuawe. Kwa hivyo nikaambiwa niondoke mahali hapo, na nikaondoka, nikakimbilia usalama wangu. Baada ya kuondoka wakakuja mara ya pili, tena wakarudi, wakakuja mara ya 3 na kari ya polisi ya Matete Police Station. Hiyo kari ilipokuja ndio ilitumika na reverse, ikapomoa mlango wa gate ya hoteli hiyo na kufungulia hawa majambazi wakiongozwa na Nabii Nawera, Stanley Livondo na Razit Echeza kuingia katika hoteli hiyo na kudunga watu visu. Dereva wangu amedungwa kisu kwa macho, amedungwa mkongo, amedungwa kila mahali. Kijana yangu mwingine amedungwa tumbo mpaka matumbo ikatoka nje. Watu wamepata majeraha makubwa kama watu kama 10. Baada ya hayo majeraha kufanyika, wakapika magari zenye zilipatikana hapo zote. Hakuna gari hata moja inaweza ikafanya kazi. Wakajaribu kuchoma hiyo hoteli kwa kuwasha gas, lakini Mungu alikataa. Walipika kiberiti, kesi ikakataa kuwaka. Wakapika tena kiberiti, kesi ikakataa kuwaka. Wakapiga kiberiti mara ya 3, kesi ikakataa kuwaka. Kwa hivyo hiyo naona kwamba ilikuwa miujiza ya Mwenyezi Mungu ambaye iliokoa, kwa sababu kama hiyo kesi ingewaka tungekuwa na maafa makubwa sana katika hoteli hiyo. Leo asubuhi wamekuja tena. Usiku walikuwa karibu 300 wale walivamia hoteli. Leo asubuhi tukienda kutembelea kule Manyeje Polling Station kuangalia ni nini kinaendelea, tunaanza kurudi kutoka huko, tumesimama pale, tuliona watu wakiwa pale wengi, tukauliza nini kinaendelea. Wakawa wanatuambia kwamba watu walikuwa hapa, Nabii walikuwa wanakawa pesa. Tukiwa tumesimama hapo bado tunataka kutoka, kwa muda kama mataka 2 magari zikaja kama magari 20 kwa fujo kabisa. Polisi akatoa bunduki, akapika risasi ile gari nilikuwa nimekaa nayo ndani, akapika marisasi 3, lakini hiyo gari ilikuwa na ulinzi wa hali ya juu, kwa hivyo risasi haingeweza kuingia. Lakini akachukua nyuma ya bunduki, akapika hiyo windscreen, ikapasuka. Ilipopasuka akaona mwenye alikuwa ameketi pale hakuwa mimi. Akakuja nyuma, right left, akafikiri nilikuwa nimekaa right left, akapika rungu hiyo right left, ikashika kijwa ya msichana alikuwa ameketi hapo. Mimi nilikuwa nimekaa back left. Kwa hivyo wakachoma kari ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wakaumiza makari zote ambazo tulikuwa nazo, na tukapeleka hapario kwa polisi Malava, na pia tukapeleka IBC kwa uharibifu ambao umefanyika mkubwa sana. Wakaenda katika shule ya msingi ya Lunyu, wakajaribu kufukuza watu. Wakaenda kule Manda, wakajaribu kufukuza, lakini walipofika Manda Polling Station wananchi waliwafukuza kwa sababu wananchi walikuwa wengi kualiko. Na hayo yote inafanywa na watu ambao wanalindwa na serikali, wanalindwa na ushuru ambao tumepea serikali ili kulinda sisi. Mimi nashangaa sana kwamba bunduki za serikali, askari ambao wameandikwa na sisi mshahara, na bunduki na magari ya serikali inaweza kutumika kutaka kuua wananchi ambao hawana hatia. Kwa hivyo mimi nasema kwamba nashukuru watu wa Malawa kwamba mmeona yale yamenitokelezea, na mmesema kwa kauli moja kwamba nyinyi mtanipa kura niwe mjumbe wenu. Asanteni sana, niko imara, niko na nyinyi. Endeleeni kupika kura na mlinde kura.